Yes, bwana mambo ni vipi mwana familia wangu, ni time nyingine poa tunajoin pamoja hapa kwenye chaneli yetu ya Bongo Vibe TV kuweza kuhabarishana na kujuzana yale yote ya kimichezo ambayo yanazidi ku happen huko kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Na kubwa kuliko ambalo tunakwenda kutazamia siku hii ya leo bwana, tunakwenda kushuka moja kwa moja kwenye klabu ya Yanga. Bwana, inasemekana ndani ya klabu ya Yanga kuna mgongano ama mtafaruku mkubwa unatokea kufuatia sare ambayo imeweza kupatikana kati ya Yanga dhidi ya Mbeya City kwenye mchezo ambao uliweza kufanyika pale kwenye dimba la Sokoine mkoani Mbeya. Na mtafaruku huo unahusiana moja kwa moja na benchi zima la ufundi ambao unakiongoza kikosi hiko cha klabu ya Yanga likiwa chini ya kocha mkuu Romain Folz. Sasa ni mtafaruku gani ambao umehappen ama umetokea ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga? Ni uendelee kusalia nasi ili uweze kufahamu yale yote yanayoendelea sasa hivi ndani ya kikosi cha klabu ya Yanga, hususani kuhusiana na hii issue ya mgongano mkubwa kutokea ndani ya klabu hiyo ya Yanga. Lakini pia kabla sijaendelea na chochote, nikukumbushe mwana michezo wangu, kama hii wewe ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi alafu bado haujasubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe. Kiukweli nikwambie wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na ili basi usiendelee kupitwa na taarifa zetu zote mpya za kimichezo, cha kufanya sasa hivi swala ni moja tu, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu na kutani on notification ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata kila aina ya taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tunakusogezea kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Hautakaa kuwaza utapata wapi taarifa mpya ya kimichezo, bali taarifa itakujia moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi. Sasa kama tayari umekwisha uweza kusubscribe, twende tukaangazie kuhusiana na hii issue ambayo inazidi kuzua headline kweli kutoka ndani ya klabu ya Yanga. Bwana, sasa hivi kumekuwa kuna manunguniko mengi kutoka kwa mashabiki na wapenzi wa klabu hii ya Yanga kwenda kwa benchi zima la ufundi linaloongozwa chini ya kocha Romain Folz kufuatia mwenendo mzima wa timu yao ambayo licha ya kuonekana kama inapata matokeo, lakini kiuchezaji inaonekana timu haichezi vizuri kabisa. Na hata ukiangalia namna ya upatikanaji wake wa matokeo umekuwa ni wa kusuasua sana. Sasa kufuatia mwenendo mzima wa kikosi hiko, uongozi wa klabu ya Yanga umeweza kufanya maamuzi magumu ili kuhakikisha mashabiki wanaendelea kupata furaha ambayo wameweza kuizoea hapo awali iliyokuwa inatolewa na timu hii ya Yanga Sports Club. Na hii inatokana na sare ambayo klabu ya Yanga wameweza kuipata dhidi ya Mbeya City pale mkoani Mbeya katika dimba la Sokoine, mchezo ndani ya dakika 90 ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara ukimalizika kwa sare ya kufungana ya kuto kufungana kabisa, yani bila, jambo ambalo limewafanya klabu ya Yanga waweze kudondosha takribani alama 2 katika kinyang'anyiro cha kutetea ubingwa wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Jambo hili alijawapendeza kabisa mashabiki wa klabu ya Yanga. Mara baada ya mchezo huo kuweza kutamatika, mashabiki yao walikuwa wakisikika wakiimba hatumtaki. Hawamtaki nani? Ni kocha Romain Folz ambaye ndiye anayekiongoza kikosi hiko cha klabu ya Yanga kwa sasa hivi. Inaonekana kocha Romain Folz mifumo yake imeshindwa kabisa kuingia haraka ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga, jambo ambalo mashabiki wanaamini ndilo liliweza kupelekea mpaka kupata sare wakiwa ugenini dhidi ya timu ya Mbeya City. Lakini kwa upande wa kocha Romain Folz, yeye amejaribu kujitetea na kusema ya kwamba kitu ambacho kimepelekea mpaka mchezo huo kuwa mgumu kwa upande wao ni uwanja wa Sokoine. Kwa upande wake amesema ya kwamba moja kati ya viwanja vibovu ambavyo amewahi kuviona ndani ya miaka 5 akiwa kama kocha mkuu ni kiwanja cha Sokoine Mbeya, ndicho ambacho kimeweza kupelekea
timu yake kupoteza ama kudondosha alama 2 na kuondoka na alama 1 pekee. Lakini pia kocha huyo amesema ya kwamba sio wao pekee Yanga watadondosha alama katika uwanja ule, bali timu mbalimbali ambazo zitaenda kucheza katika uwanja ule pale lazima zitadondosha alama kulingana na kiwanja iko kuwa kibovu mno. Sasa kulingana na mwenendo mzima wa kikosi hiko cha klabu ya Yanga kwa sasa hivi kuonekana upatikanaji wake wa matokeo umekuwa ni wa kusuasua mno. Sasa uongozi wa klabu ya Yanga mara moja umeweza kumweka kitimoto kocha mkuu wa klabu hiyo ya Yanga, hapa namzungumzia bwana Romain Folz, ili kuona namna gani wanaweza kufanya ili kuhakikisha timu itaperform ama itacheza vizuri. Na za ndani kabisa ni kwamba huenda klabu ya Yanga wakatemana na kocha huyo mkuu Romain Folz na nafasi yake kuja kuchukuliwa na kocha mwingine ili kuweza kukinoa kikosi iko cha klabu ya Yanga. Sasa kulingana na mwenendo mzima wa matokeo hayo, maoni yamekuwa ni mengi kutoka kwa wachambuzi mbalimbali. Hasa mchambuzi Farhani Kiamu, yeye kutokea pale Clouds FM, yeye ameweza kuandika kupitia kurasa yake wa Instagram akitoa maoni yake juu ya mwenendo mzima wa kocha Romain Folz. Yeye ameandika ya kwamba yule Shedrack Kiboka hawezi kuanza mbele ya Mohamed Hussein Zimbwe. Sehemu moja wapo ya kutomuelewa mwalimu wa Yanga na mbinu zake. Haiwezekani Shabalala akae benchi. Hilo ni tatizo kubwa la kiufundi bila kujali kuwa ni mgeni kwenye timu. Hayo ni maoni kwa upande wa mchambuzi Farhani Kiamu akijaribu kutoa mtazamo wake kuhusiana na mwenendo mzima wa mfumo wa kocha Romain Folz ndani ya timu hiyo ya wananchi. Sasa mambo yanazidi kutaradadi, mambo yanazidi kuwa moto. Licha klabu ya Yanga kumweka kitimoto kocha Romain Folz, lakini pia klabu ya Yanga inasemekana ya kwamba wamekwisha anza mazungumzo mapema ya kutafuta mbadala wa kocha huyo Romain Folz, na mara moja klabu ya Yanga wanaweza wakamtambulisha kocha mwingine ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga. Miongoni mwa majina ya makocha ambayo wanatajwa sana kuja kuchukua nafasi ya kocha Romain Folz endapo klabu ya Yanga wataamua kutemana naye muda wowote kuanzia sasa hivi, linatajwa jina la aliyekuwa kocha wa timu hiyo ya Yanga, kocha Nasreddine Nabi, ambaye aliweza kuifundisha klabu hii ya Yanga kwa mafanikio makubwa, akiwasaidia kutoa makombe mbalimbali ya ndani kuanzia ligi kuu, kombe la FA pamoja na ngao ya jamii, lakini pia kuisaidia timu ya Yanga kufika kwenye hatua ya fainali ya michuano ya shirikisho barani Afrika. Kocha huyu Nabi anahusisha sana kurudi tena ndani ya viunga vijangwani mara baada ya kuweza kumalizana na timu ya Kaizer Chiefs ya pale Afrika Kusini kwa kuvunja mkataba kwa makubaliano ya pande zote mbili. Mpaka sasa hivi inasemekana ya kwamba kocha Nabi tayari yupo nchini na kufanya mazungumzo na moja kati ya timu kubwa kutokea pale Kariakoo. Sasa huenda miongoni mwa timu hizi ikawa ni timu ya Yanga Sports Club, ambao hawa wanahusisha sana kumshusha kocha mwingine ndani ya kikosi hiko cha klabu yao ili kuhakikisha kinaendelea pale kilipoishia katika msimu ulioweza kupita. Mimi ningekuwa nakusogezea hayo mwana michezo wangu ili na wewe uweze kufahamu kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea sasa hivi ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga. Ni nini maoni yako? Njoo tuambie kupitia sehemu hii ya comment, bila kusahau kulike, kushare na kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaloandikwa subscribe.